ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم تفتح أبوابها لكل باب منهم جزء مقسوم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بعد حمد الله وصلى على أدعوكم في مشارق الأرض ومغاربها لهذه الخطبة الشريفة والتي بعنوان ما هي الأمور التي يجب على الطالب أن يفعل في العطلة. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume alayhi salatu wassalam, Allah jalla wa ala amewaandalia mazuri kwa wale ambao wenye kushikamana jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, leo kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala tutazungumzia jambo ambalo ni muhimu sana, jambo ambalo amelizungumzia Allah tabaraka wa taala na amelazimisha Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Ndugu Islam, baada ya haki Allah tabaraka wa taala, jambo lenye kufuatia ni jambo ambalo ni kitu gani ambacho, ama jambo lenyewe ni kwamba ni lipi jambo ambalo mwanafunzi anapaswa kulifanya anapokuwa likizo? Ni yapi mambo ambayo mwanafunzi anapaswa kuyafanya anapokuwa likizo nyumbani kwao? Hii ndio unwani yetu ya leo kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, hakuna shaka ya kwamba mambo ya kufanya ni mengi mno, lakini kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala zungumzia baadhi ya masala, baadhi ya mambo ambayo anapaswa kuyafanya mwanafunzi anapokuwa nyumbani kwao. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, inna taliba alladhi, mwanafunzi ambaye kana yaishi fil madrasati, alikuwa anaishi shuleni, mwanafunzi ambaye alikuwa anakaa shuleni, wa dhahaba, na akaenda ila baitihi, akaenda nyumbani kwao, fil utlati, katika likizo. Yani mwanafunzi ambaye alikuwa anakaa shuleni akaenda nyumbani kwao na kwa ajili ya likizo, basi yajibu an yakuna harisan, awe ni mwenye pupa mwanafunzi huyo, ala idhari alhubba, kudhihirisha mapenzi na kuona kwamba Allah tabaraka wa taala amemjalia fursa ya kurejea nyumbani kwao, lakini hapana budi mwanafunzi huyo adhihirishe hubba, mapenzi, wal ihtiram, lakini vile vile adhihirishe heshima liwalei, kwa wazazi wake wawili. Mwanafunzi ambaye kwamba alikuwa anaishi shuleni, alikuwa anakaa shule na akaenda nyumbani kwao, anapaswa mwanafunzi huyu adhihirishe mapenzi, lakini adhihirishe na heshima kwa wazazi wake wawili. Kwa hiyo ndugu Waislamu, leo kuna vijana wengi ambao wanarejea majumbani kwao, lakini wallahi wanayofanya majumbani kwao ni shattana baina alhalal wal muwafiq lilharam. Yani akirejea nyumbani kwao mambo kama haya hakuna. Ile hubu
na ihtiram, kwa maana mapenzi na kuwa na heshima na wazazi wake hakuna. Wallahi ni jambo baya sana, lakini yajibu an yaqda waqtan, na mwanafunzi anapaswa aumalize muda wake maahum, na wazazi wake wawili. Yani mwanafunzi akirejea nyumbani kwao anapaswa muda wake mwingi autumie kukaa na wazazi wake kwa muda mrefu, na vile vile waheshimu, lakini vile vile wayasma lahum, na wasikilize wao wanachokizungumza. Maadamu ni jambo la halal analokuambia mzazi wako, wapaswa umsikilize, lakini vile vile usharikahum, ashirikiane nao fi afrahim, katika mambo ya furaha, wa hazani, na katika mambo ya huzuni. Ikiwa leo baba yako amekuletea kitu fulani umekipenda, furahi, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini ikiwa leo baba yako amekuja ulimwambia baba niletee kitu fulani hajakuletea, basi yapaswa uwe vile vile katika hali ambayo kwamba ya furaha. Lilasafi shadid, kuna baadhi ya wanafunzi wanarejea majumbani kwao mambo kama haya hakuna. Kwa hiyo ndugu Islam, ndugu wanafunzi, ahibba, wapaswa ukirejea nyumbani kwenu uyafanye mambo haya. Mambo gani? Kwa maana udhihirishe hubba, udhihirishe mapenzi kati yako wewe na baba yako, lakini vile vile uheshimu na ushirikiane nao katika mambo ya halali, yale ambayo ameelekeza Allah tabaraka wa taala. Baba yako anakuambia nisaidie kitu fulani hapa, msaidie, lakini vile vile ukikaa mbali na kuto kuyafanya haya, wallahi ndugu Islam, hata kama unafanya ibada vipi, wewe pepo ya Allah tabaraka wa taala ni baina al-mashriq wal maghrib. Kwa hiyo hivi punde tutarejea majumbani kwetu likizo, wapaswa mwanafunzi yafanye mambo kama haya, udhihirishe hubba na ihtiram kwa mzazi wako. Kuna baadhi ya wanafunzi hamheshimu mama yake, anamuona kwamba kama vile ni mwenzake tu. Kumbe wallahi mama kwenye hadithi, mama katika Uislamu amezungumziwa mno na Allah tabaraka wa taala, ana nafasi kubwa mno kushinda hata baba yako. Haina maana kama usimfanyie wewe baba yako, la, lakini katika ubora mama ametajwa mara 3 katika ubora katika dini hii ya Uislamu, lakini vile vile baba akatajwa mara 1 tu. Lakini leo kuna baadhi ya wanafunzi wakirejea majumbani kwao hawana heshima na wazazi wao, akimwona baba yake kama vile kamuona mwenzake tu. Kumbe la, kwa ushirikiana na baba yako katika hali ya furaha, katika hali ya raha, unapaswa ushirikiane naye mzazi wako. Kwa ndugu Islam, na vile vile yajibun, inakuwa ni wajibu kwa mwanafunzi an yatadhakkara, akumbuke anna ridha Allah, kwamba rais Allah tabaraka wa taala fi ridha alwalidain, sio kwenye radhi za wazazi wawili. Ufahamu ya kwamba yale maridhio ya Allah tabaraka wa taala, Allah kufunulie na kufanyia pesa katika milango ya elimu, yapaswa umfanyie wema mzazi wako. Na kila jambo ambalo watamani kulifanya, ufahamu ya kwamba Allah jalla waala, kama ikiwa unamfanyia wema mzazi wako, Allah jalla waala anakufanyia wepesi. Ahibana fillah, ndugu Islam, jambo la birrul walidaini, kushirikiana hawa wazazi wawili hawa, ni jambo muhimu sana. Kwa haya ni mambo mwanafunzi ukifika nyumbani kwenu yafanye haya, na wallahi ukiyafanya haya kwa uwezo Allah tabaraka wa taala atakufungulia milango ya elimu. Ahibana fillah, ufahamu ya kwamba maridhio Allah yapo kule kuyafanyia wema wazazi wako wawili. Na tufahamu ya kwamba kule kuwafanyia wema wazazi wawili huwa min afdal a'mali salihah, ni katika miongoni mwa matendo mema. Min afdali, ni katika miongoni mwa matendo mema ambao ukiyafanya wallahi yana ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kinyume chake kuyafanyia, ukienda kinyume na kuto kumfanyia wema mzazi wako,
wallahi utapata ugumu wa maisha ya dunia na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ahibana fillah, kwa hiyo turejea majumbani kwetu. Kwa muda mfupi turejea majumbani kwetu, yapaswa uyafanye mambo kama haya. Yajibu ala talibi, inakuwa ni wajibu kwa mwanafunzi ayabda biziyarati, mwanafunzi aanze ziara yake kwenda kuwatembelea wazazi wake wawili bishaklin muntazim, kwa hali ya uzuri, wayasala an halihim. Lakini ukirejea nyumbani kwenu muulize baba yako, babangu unaendeleaje? Lakini lilasafi shadid, yani inawezekana kuna baadhi ya watu akamuona baba yake hivi, hata hamwambii babangu unaendeleaje, kwanza nilivyotoka nyumbani kwetu mpaka sasa hivi unaendeleaje? Hakuna mambo kama hayo. Ukirejea nyumbani kwenu muulize baba yako unaendeleaje, baba yangu, mama yangu unaendeleaje. Ni mambo ambayo kwamba yapaswa mwanafunzi ayafanye anaporejea nyumbani kwao. Kwa hiyo iendelee likizo yako hii ambayo unaienda ukayafanye mazuri. Kwa maana uyafanye mazuri kivipi? Kwa maana namaanisha ukifika nyumbani kwenu, yani uwe ni mtu ambaye kwamba unayafanya yale ambayo kwamba anaridhia Allah jalla wala na anaridhia mzazi wako. Na haina maana kwamba baba yako akikuelekeza katika mambo ya muharramat, yale mambo ya haramu mtila katika mambo ya haramu, hapana. Lakini katika mambo ya khairi basi yapaswa uyafanye hayo mambo. Kwa hiyo ukifika nyumbani kwenu ni wajibu kwa mwanafunzi lazima. Na ulama wamekokoteza na kufanya kuwa ni wajibu jambo hilo la kuwa yani mwanafunzi kujenga muamala mzuri na baba yake. Na ndio maana leo subhanallah kuna baadhi ya watu yani amekaa mbali na mzazi wake, yawezekana ni wa kiume wa kike, akawa na maradhi fulani ambao anamsumbua, lakini kwa kule kukaa mbali na baba yake au kule kukaa mbali na mama yake anashinda kumwambia baadhi ya changamoto zake, yale maradhi yanadhihiri mpaka yanakuwa makubwa. Kwa sababu mtoto hakujenga hubba na kuyafujenga muamala mzuri na mzazi wake. Hali mambo ambayo kwamba yapaswa mwanafunzi uyafanye haya, kujenga miamala mizuri kati yako wewe na baba yako, iwe ni wa kike iwe ni wa kiume. Yafanye haya, yatakusaidia kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, lakini wayuqaddim lahum almusaada, waswatangulizeni kwa maana uwafanyie msaada. Ikiwa ni mwanamke, ingia jikoni upike. Lakini leo subhanallah kuna baadhi ya mabinti akirejea nyumbani kwao, yani kukaa jikoni yeye ni kwa marafiki zake tu, kaenda kule karudi kafanya, yani anafanya mambo ambayo haeleweki. Kumbe yapaswa uyafanyie msaada, kwa maana uwasaidie, kama ni kupika, kama ni kufanya kazi fulani, shirikiana na mzazi wako. Ni mambo ambayo unapaswa uyafanye hapo kwa likizo. Kwa hiyo ndugu Muislam, na maanisha ya kwamba ukifika nyumbani kwenu umsaidie baba yako kazi, zile kazi za nyumbani pale na baadhi ya mambo. Lakini kila jambo ambalo kwamba mzazi wako anahitaji unapaswa umfanyie. Lakini vile vile yajibu an yakuna harisan, yapaswa mwanafunzi awe ni mwenye kuwa na pupa ala taatihim, kule kuatii wazazi wawili. Kwa kuatii mko majumbani kwenu utakapokuwa na mzazi wako, fi kulli hali, kila hali. Kwa maana jambo ambalo kwamba analipenda baba yako ulifanye kama ni jambo la halali. Usikae kwenye vigenge ambavyo ukifiangalia vigenge hivi ni shatana baina alhalal, watu wanacheza makarata tu, makera na mengineyo, mapiesi haya. Jiweke mbali mno nayo, kupia kuitumia likizo katika mambo mazuri. Lakini leo kuna baadhi yetu hapa tukirejea majumbani kwetu tunaenda tushabana ni fursa za kwenda kuangalia movie, na kwa wanawake nao kwenda kuvaa hijabu yao na kutembea uchi mtaani. Wallahi ni jambo baya sana. Na jambo baya zaidi, kuna baadhi ya mabinti wakirejea majumbani kwao hijabu, wakishatoka pale mlangoni ndio baina al-mashariq wal maghrib. Kumbe Allah amesema ndani ya Qur'an, anawakemea mno mabinti wa Kiislamu, akasema walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ya ayuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain
wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah jalla wa ala amewaambia mabinti wa Kiislamu wajifinike kwa majalabibu yao, wafanye nguo za stara zile ambazo kama zenye kufinika mili yao. Wakifanya kwa mambo kama hayo hawatauziwa katika mabarabara huko. Lakini leo alivaa kijinguo kifupi, alikuwa hapo mashallah ni binti ambaye anavaa hijabu yake na niqabu yake, lakini akirejea nyumbani kwao anafanya yale ambayo kwamba yale kwa mabaya. Kwa hiyo hili si jambo la sawa. Na kuna baadhi yao wanaokuwa ni ushamba, na wallahi sio ushamba. Yaani ushamba ni kule tu kukaa wewe umevaa hujavaa hijabu yako, umekaa kichwa wazi, kwa ndio ushamba. Lakini kwa yale maelekezo ambayo Allah amekuelekeza, ujifinike, ufanye mambo mazuri, hayo ni mambo ambayo kwamba ni ndio mazuri. Kwa hibana fillah, haya mambo yapaswa mwanafunzi afanye anapokuwa nyumbani kwao. Yapo mengi mno, lakini haya ni baadhi yake tu. Mazuri yafanye yale ambayo kama yanamridhisha mzazi wako. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijab.